Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, e Bwana. Wanawake waliondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, "Salamu." Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, "Msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona." Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yale yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, "Semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala." Na neno hili likasikika kwa liwali, "Sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi." Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa. Na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, leo tunaadhimisha Jumatatu ya Pasaka, katika juma la kwanza la Pasaka, na hivi tuendelea kusherekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika ujumbe wa leo tunamuona hasa Bwana wetu Yesu Kristo akijidhihirisha kwa mara ya kwanza kwa kina mama, ili wapeleke ujumbe wake wa ufufuko kwa watu wote, hasa wanafunzi wake, akiwaelekeza watamkuta Galilaya, na huko ndiko watakapomuona. Sisi nasi kama wafuasi wake, kama wanafunzi wake wakati wetu wa sasa, tunayo kila sababu ya kuitikia wito wa kutumwa kama wafuasi, na hivi kupeleka huo ujumbe kwa watu wengine. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.